Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunasema ya kwamba unastahili, tunalitukuza jina lako tukufu Bwana. Pokea sifa na shukrani. Na Mungu wetu, tunatoa shukrani kwa sababu ya vile unaambatana nasi katika maisha haya, katika ujumbe wa hii saa. Ninaomba ya kwamba uzidi kuhuisha kila mmoja wetu, ili sura ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuumbika ndani ya kila mmoja. Baba, chunguza maisha yetu, tuoshe kwa damu ya Yesu Kristo, tutakase kwa njia kamilifu Bwana, tuondolee kila hatia. Tunahimidi jina lako, tuwasema unastahili. Naomba ya kwamba uweze kuwa nasi kwenye ibada leo hii. Mungu wetu, unajua kila mmoja wetu, unajua anahitaji nini. Ninaomba kupitia Roho wako Mtakatifu, na ukitumia neno lako Bwana useme na moyo wa kila mmoja. Na Mungu wetu, ulete utatuzi wa shida na changamoto tulizo nazo katika maisha. Asante Baba, ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanasumbuka katika mawazo. Mungu wetu, wanakabiliwa na mambo mazito, ya kwamba utawatembelea Bwana na kuweza kuondolewa mzigo huo. Baba, na wale ambao wanateseka katika mwili, naomba ya kwamba uweze kuguza miili yao na waondolee shida zote. Pokea sifa na shukrani, tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Katika Biblia zetu tutafungua Warumi 8, si Warumi lakini Waebrania. Waebrania mlango wa 4. Mlango wa 4, tutasoma mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Biblia inasema, maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingaliinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake, Kiingereza kinasema rest, maana yake pumziko. Yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi zake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Bwana ongeze baraka, tunaweza kuketi. Ningali ninaongea juu ya Roho Mtakatifu, na sasa chini ya kichwa hicho cha Roho Mtakatifu ningetaka kuongea juu ya Sabato ya kweli. Sabato ya kweli. Tumesoma hapo maandiko yakiongea juu ya pumziko na pia Sabato, kwa sababu maana ya Sabato ni pumziko, ni kupumzika. Sabato ni kupumzika, hiyo ndiyo maana yake. Katika Agano la Kale, Mungu aliambia wana wa Israeli ya kwamba waweze kupumzika siku moja, siku ya 7. Baada ya kufanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 wanapumzika kimwili. Hawawezi kufanya kazi yoyote, wanatulia tu, kila mmoja anatulia nyumbani, hakuna kufanya kazi kwa namna yoyote. Mungu alikuwa amepatia Sabato hiyo. Wanapumzika kimwili, na sisi huwa tunajua ya kwamba Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Ni kusema ya kwamba yale mambo ya Agano la Kale ambayo tunaona wakifanya hayakuwa urithi. Hayakuwa urithi. Alikuwa anaonesha kile ambacho Mungu atakuja kufanikisha wakati Bwana Yesu Kristo atakuja. Maana wakati Yesu alikuja, hapo ndipo mwisho wa vivuli. Vivuli vile vya Agano la Kale vikabadilishwa viweze kuwa kitu ambacho ni halisi. Kwa hiyo hii Sabato ambayo walikuwa wanapumzika siku moja kwa juma haikuwa jambo halisi, kama vile ambavyo Paulo anasema mambo hayo yalikuwa ni vivuli vya mambo yajayo. Na kwa ajili hiyo ningetaka tusome hapa Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 16, ili uone haya mambo ambayo walikuwa nayo katika Agano la Kale huwezi kusimama nayo na huwezi kujivunia, kwa sababu yalikuwa ni nia ya Mungu. Mungu alikuwa anaonesha nia ya kwamba atakuja kutekeleza lile jambo halisi
lakini yale mambo yenyewe hayawezi kukusaidia, sio urithi, hayana msaada, na kuna watu bado wanaegemea mambo hayo. Ukisoma mstari wa 16 katika Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 16, Biblia inasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Unaona, kuna watu wanajivunia hayo mambo sana, kile ambacho wanakula, wanakunywa. Kama ndugu mmoja alikuwa ananiambia, alikutana na mama mwingine na alikuwa anamshuhudia neno. Huyu mama naye ni mtu wa kidini. Na huyo mama akauliza, ndugu, na wewe huwa unakula nguruwe? Akasema ndio, kwa sababu Yesu alitakasa vyakula vyote, tena maandiko yanasema ya kwamba vyakula vinatakaswa kwa neno na maombi. Yule mama akamwambia, wewe huna neno lolote. Ingawa unasema una neno, kama unakula nguruwe, wewe huna neno. Sasa huyu mama anategemea vyakula. Ya kwamba Mungu alikuwa amekataza watu kula nguruwe katika Agano la Kale. Najua tukienda kwa njia hiyo, hata nabii angeanguka mtihani kwa sababu ya kula kindi, msongaleli. Kwa sababu ni baadhi ya wale ambao walikuwa wamekatazwa katika Agano la Kale. Sasa kuna wale watu wanajivunia mambo hayo, ya kwamba sili hiki na sinywi hiki, na hiyo haiwezi kufanya mtu bora hata kidogo, na haikusaidii. Anasema, mtu asiwahukumu ninyi kwa katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya siku kuu. Ya kwamba kuna siku ambayo mtu anadhamini sana, na wakati unaadhimisha hiyo siku unahisi ni kama umefika mbinguni. Wakati unaadhimisha hiyo siku, hiyo haiwezi kukusaidia, kwa sababu hayo ni mambo yalikuwa kivuli, na ni Mungu alikuwa anaonesha nia ya kwamba atakuja kuleta uhalisi katika Agano Jipya. Na hawa watu ambao wanajivunia mambo haya huwa wanakataa uhalisi. Wanakataa uhalisi, lakini wanajivunia kivuli. Anasema hivi, au sabato. Hata sabato, kama watu wa seventh day wanajivunia siku hiyo. Wanasema wako na muhuri wa Mungu kwa sababu wanaenda kwenye ibada siku ya 7. Na wanasema ya kwamba alama ya mnyama ni kuhudhuria ibada siku ya Jumapili, Sunday. Wanasema hivyo. Na hiyo ni shetani amewatafsiria hivyo, kwa sababu hiyo sio alama ya mnyama. Nitakusomea vile nabii anasema katika ujumbe. Au mwandamo wa mwezi au sabato. Sikia vile Paulo anasema, mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili. Lakini hapa tungesema reality, uhalisi, kwa sababu nafikiri Kiingereza kinasema substance au kitu kama hicho, kusema uhalisia wa mambo hayo. Uhalisia wa mambo hayo, tuseme hivyo, ni Kristo, ni wa Kristo. Haya mambo yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo, lakini uhalisia ni Yesu Kristo wakati anakuja kutekeleza mambo ambayo yalikuwa yameoneshwa kimbele katika Agano la Kale. Sasa huwezi kutegemea mambo hayo. Unajua kuna watu wanategemea sana do's and don'ts, fanya na usifanye. Na wanadhani ya kwamba hicho kinaweza kuwaleta karibu na Mungu. Hakiwezi. Kwa sababu hayo mambo yote hayana maana ikiwa mtu hana uhusiano na Mungu. Huwezi kutegemea kivuli kama hicho kiweze kukupatia uzima wa milele, kiweze kukuokoa. Hatutegemei mambo kama hayo. Lazima tuwe na uhusiano na Kristo mwenyewe, kwa sababu ndiye uhalisi. Yale mambo yalikuwa yanaashiria ya kwamba siku moja Mungu atakuja kwa njia ya mwili aweze kutekeleza mambo hayo. Na wakati anakuja hapa, huwezi kugeuka uanze kuangalia kivuli, na mwenye kivuli amewasili. Unaona upofu ulio katika madhehebu. Na kwa sababu hapa tunasema sabato ni kupumzika, wakati ambapo mtu hajapata sabato hii, inamaanisha ya kwamba anataabika. Anataabika akiwa amelaliwa na mzigo. Ana mzigo, anataabika, amelaliwa na ule mzigo. Na hapa tunajua, tukiongea kwa namna ya kiroho, tunajua mzigo ambao unalalia mtoto wa Mungu wakati hajapumzika ni dhambi. Ni dhambi katika maisha yake. Ni kutokuamini, ni ule mzizi wa dhambi, ni ule utu wa kale. Ule utu wa kale ndio mzigo ambao tunabeba katika maisha haya, na ndio sababu tunahitaji sabato tukaweza kuwekwa huru. Ningetaka tusome ujumbe hapa katika Ono la Patmo,
katika nyakati za kanisa, tusome katika ono la Patmo vile nabii anasema kuhusiana na Sabato. Ningetaka tusome hapo. Anasema hivi. Anasema the Sabbath as we know it from the New Testament. Anasema Sabato kama vile tunavyoijua katika Agano Jipya is not the keeping of a certain day. Anasema Sabato si kuadhimisha siku fulani. Kwa hivyo hata sisi waaminio si kwamba siku ya Jumapili tunaiheshimu kuliko siku nyingine. Ni vile tu tunapata nafasi siku hiyo. Unaona? The Sabbath as we know it from the New Testament is not the keeping of a certain day. Sabato sio kudumisha ama kuadhimisha siku fulani. We have no command whatsoever to keep Saturday for a Sabbath, nor do we have any commandment to keep the first day of the week, which is Sunday. Hakuna mahali Mungu ametuagiza tuadhimishe Jumamosi ama Jumapili kama Sabato yetu. Kwa hivyo sisi waaminio hakuna siku ambayo tunaenzi kuliko siku zingine. Hakuna. Sababu yetu ya kukutana tuseme siku za Jumapili ni wakati ambapo waaminio wengi wanapata nafasi. Kama tungekuwa labda kulingana na utaratibu wa kiuchumi, wengi wako kazini siku hiyo, na isemekane kuna siku nyingine tunaweza kupatikana hata kama hiyo siku ni katikati ya juma, basi tungekuwa tunakutana hiyo siku. Kwa sababu sisi hatuangalii siku ama mambo mengine, tunaangalia Kristo mwenyewe ambaye ndiye mwanzilishi wa mambo haya yote. Kwa hivyo hatuna agizo la kudumisha siku yoyote hapa na kusema ya kwamba hii ndio siku ya maana kuliko siku nyingine. Na anasema hivi, here is the truth of the Sabbath, which means rest. Anasema ya kwamba huu ndio ukweli wa Sabato, na Sabato inamaanisha pumziko. Ni kupumzika, na anarudia yale maandiko tumesoma, kwa hivyo sitayasoma hapa tena. Waibrania 4 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10 sitarudia, lakini nitaruka hapo chini baada ya nukuu ya Biblia. Anauliza swali hapo chini, anasema, did you hear that key phrase in the last part of the verse? Lakini umesikia hiyo sehemu ya mwisho katika nukuu hii ambayo tunasoma, hiyo sehemu ya mwisho umesikia vile inasema. Nabii anasema God ceased from his own works. Wakati Mungu alikuwa anafanya kazi ya kuumba, Biblia inasema aliumba kwa siku 6, lakini siku ya 7 akapumzika na akakoma kufanya kazi zake. Na hapo wakati ambapo muamini anaingia katika Sabato, anakoma kufanya kazi zake, na kazi ambayo alikuwa nayo hapo awali ni kupambana na ule mzigo wa utu wa kwanza. Utu wa kwanza unamuelekeza katika mambo yasiyofaa, inakuwa ni kazi kubwa sana. Na sasa Mungu angetaka akupumzishe, usiwe unapambana na ule utu wa kwanza. Upumzike vile ambavyo Mungu alipumzika yeye mwenyewe. Na sasa wakati tunakuja katika Agano Jipya, na ndio sababu nimesema ninaendelea kuongea juu ya Roho Mtakatifu, na leo hii chini ya kichwa hicho nikasema ya kwamba ninaongea juu ya Sabato ya kweli. Sasa tumetoka katika Agano la Kale, kwa sababu Agano la Kale ni kivuli tu cha mambo yajayo, wala si uhalisia wa mambo hayo. Lakini sasa tujapo kwenye Agano Jipya, sasa ujumbe umetufundisha na Biblia inatuonesha ya kwamba Sabato ya kweli ambayo inakuja kwetu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na huo ubatizo wa Roho Mtakatifu ulianza kuja kwa kanisa kutoka siku ya Pentecost. Waaminio kina ndugu na kina dada walianza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kutoka siku ya Pentecost na kuendelea, na mpaka wa leo Mungu angali anabatiza kwa Roho Mtakatifu kwa sababu anaita watoto. Ndio sababu Petro anasema hivi siku ya Pentecost, wakati wale Wayahudi waliokuwa pale wametoka katika mataifa mengine wamekuja Yerusalemu kwa sababu ya sikukuu ya Pentecost, walipouliza mitume, kauliza Petro na wale mitume wengine, wakati Petro alihutubu neno, ndugu zetu tutafanya nini tuokolewe? Na kisha Petro akaleta maelekezo. Kasema ya kwamba mtubu kila mmoja wenu, na kutubu ni kugeuka, unaachana na maisha ya kale, mahali huko unaamini unaachana na hayo, na sasa unaanza kufuata imani ya kweli.
mtubu kila mmoja wenu, na baada ya kutubu mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Anasema hivi, ili mpate ondoleo la dhambi. Jambo la kwanza ni hilo, na jambo la pili, mjazwe na Roho Mtakatifu, kipawa cha Roho Mtakatifu. Wapentekoste huwa na tafsiri vibaya Biblia ikisema kipawa, kwa sababu wanachukua ni kitu kama kunena kwa lugha, lakini Biblia haimaanishi hivyo. Roho mwenyewe ni kipawa kwa muaminio, kama vile ambavyo Yesu Kristo aliletwa kama kipawa aweze kuokoa walimwengu. Sasa kipawa hapa si mojawapo wa karama za Roho Mtakatifu, lakini ni utu wa Roho Mtakatifu anakuja kwako aweze kuwa urithi wako. Nasema ya kwamba mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nasikia vile Petro alisema siku ya Pentecost, maana ahadi hii ni yenu ninyi Wayahudi mliosimama hapa. Hao watu ambao walikuwa nahutubia, anawaambia kwamba hii ahadi ni yenu, na anasema na watoto wenu. Anasema pamoja na watoto wenu. Kisha Petro akasema na wote walio mbali. Na hapo inamaanisha watu wa mataifa wanaingizwa katika mpango wa Mungu wa ukombozi. Na hiyo ni kusema hivi, ili mradi Mungu anaitana siku ya leo, na tunaamini Mungu anaitana kupitia ujumbe wa saa hii. Ili mradi Mungu anaitana siku ya leo, basi ni kusema watoto wake wangali wanajazwa kwa Roho Mtakatifu. Wangali wanajazwa kwa Roho Mtakatifu. Unaona? Alisema hivyo. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii ahadi ya Roho Mtakatifu na ambayo ndio Sabato inaendelea siku ya leo. Na wakati hii ahadi inakuja kwako, brother, sister, inaweka moyo wako huru. Kwa sababu wacha nikwambie, shida kubwa sana ya mwanadamu aingiapo katika haya maisha iko ndani ya nafsi. Ingawa amezaliwa katika mwili na mwili umejaa shida nyingi na ana roho ya kibinadamu, lakini shida kubwa sana ni ndani ya nafsi. Kwa sababu wakati nabii alileta ujumbe makao ya baadaye, alituonesha uhalisi wa mambo haya. Akatuambia ya kwamba kama mtu hajapokea Roho Mtakatifu, kuna mzizi wa dhambi katika moyo wake. Na ule mzizi sio sehemu yake, hakuwa nao kabla ya misingi ya ulimwengu. Ni kitu alipata wakati aliingia katika haya maisha, maana tulizaliwa katika dhambi. Na kuzaliwa katika dhambi, kitu ambacho shetani alipendekeza. Unaona, ile njia tunazaliwa kwayo ni pendekezo la shetani na ni mbinu yake kutoka mwanzo, na hiyo ikapatia shetani mamlaka ama tuseme kibali cha kuingiza utu wake ndani ya nafsi za watu. Tunazaliwa na ule mzizi, na huo mzizi wa dhambi ndio shida ya mwanadamu, ndio shida ya muaminio wakati hajazaliwa mara ya pili. Kwa sababu ule mzizi unaleta mazao yake. Nabii anasema, unaona watu wako na chuki, wako na ugomvi, wako na fitina na wizi na uasherati, mambo hayo yote, na kutokuamini, tuseme hivyo kwa sababu hayo ni matokeo ya kutokuamini, yanaletwa na huo mzizi wa dhambi ukiwa pale ndani. Na ni mzigo mkubwa sana anaobeba muaminio kabla ya kuondolewa jambo hilo. Ni mzigo mkubwa sana. Ndio sababu nasema shida kubwa sana ya muaminio wakati hajazaliwa mara ya pili, tuna sehemu tatu, tuna mwili, tuna roho, tuna nafsi. Shida kubwa sana iko ndani ya nafsi. Kwa sababu nafsi ikiwekwa huru, nafsi ikipata Sabato, nabii anasema kutoka hapo inaanza kutawala roho na mwili. Mwili wako unawekwa chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu aliye ndani ya nafsi. Ni kusema muaminio anatawaliwa kutoka ndani. Anatawaliwa kutoka ndani ya moyo wake. Na kwa hivyo kile ambacho Mungu anafanya wakati anakupatia Sabato hii ya kweli, anaweka nafsi yako huru. Maana nafsi ikiwekwa huru, japo mwili haujakombolewa, lakini mwili unafanywa kutii ule uzima kabla ya mwili kukombolewa. Tunajua hivi karibuni mili yetu itageuzwa. Lakini baina ya sasa na wakati ule, mwili utageuzwa, mwili unahitaji kuwekwa chini ya mamlaka. Na namna tu ya kuweka mwili chini ya mamlaka ni Roho Mtakatifu aweze kuwa ndani ya nafsi, aweze kumiliki mwili, aweze kutawala mwili. Na wakati tunaingia katika hii Sabato, sio kama ile ya Agano la Kale. Maana Sabato ya Agano la Kale wanapumzika siku moja. Siku moja tu kwa juma, siku ya 7,
Lakini kesho yake siku ya kwanza wanaanza shughuli za maisha. Wanaanza kuchoka tena. Unaweza kuona si kitu halisi. Ni kivuli cha mambo yajayo. Wanaenda tena wanafanya kazi siku 6, ya 7 tena wanapumzika. Siku hiyo hakuna kwenda mahali, na hata ukipatikana ukiokota kuni unapigwa kwa mawe. Unaona? Alafu hilo linapita, kesho yake mnaanza tena shughuli za maisha. Lakini hapa Biblia inasema ya kwamba ukiingia katika hili pumziko unasalia pale. You abide there. Unadumu pale, si mahali unaingia na kutoka. Unaingia na kutoka, hakuna jambo kama hilo. Ni mahali ambapo unaingia mara moja ya kutosha na unasalia katika lile pumziko milele daima. Si ajabu nabii anasema ukijazwa kwa Roho Mtakatifu na utoke katika haya maisha, kama vile waaminio huwa wanatoka katika haya maisha na uende ng'ambo ile nyingine, unajua nafsi haitakuwa tupu, lakini itavikwa na mwili wa theophany, mwili wa neno, kienda ng'ambo ile nyingine. Nabii anasema Roho Mtakatifu ambaye alikujaza ukiwa hapa duniani, ungali utakuwa naye ng'ambo ile nyingine. Si roho mwingine, roho huyo ungali utakuwa naye, kwa sababu ni kitu cha kudumu milele daima. Sio jambo la kuingia na kutoka. Na ndio sababu hili wazo la waaminio kusema, ndugu, kama umegeuka umekuwa mbuzi, umekuwa mkaidi, umekuwa mkorofi, na hapo awali ulikuwa kondoo, sasa Roho Mtakatifu anatoka ndani yako, anatafuta matawi mahali anatua, mpaka siku ile utarejesha tabia ya kondoo tena weze kurudi. Huwezi kuleta jambo kama hilo. Jambo ni kwamba ukijazwa kwa Roho Mtakatifu, hakuna namna Roho Mtakatifu anaweza kuondoka. Lakini ukifanya mambo yasiyofaa ya kuhuzunisha Roho Mtakatifu, kile anaweza kufanya si kuondoa roho, lakini anaweza kuondoa furaha ya wokovu. Uwe mwaminio na umeokoka na umezaliwa mara ya pili, lakini huna furaha hata kidogo, na unahisi umekauka, unahisi ya kwamba ni kama huna Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu haziko katika maisha yako, na ungali umeokolewa kwa sababu ni Mungu ameondoa furaha ya wokovu. Na kile unafaa kufanya ni kutubu. Ni kutubu na kutii. Uweze kutubu kama unajua kuna kitu umefanya kasoro, uweze kutubu na uweze kumtii Mwenyezi Mungu ili Mungu aweze kurejesha furaha ya wokovu. Najua Mungu si muhindi anakupatia asubuhi na jioni anachukua. Mungu si hivyo. Mungu kama anakupatia kitu amefanya hesabu yake vizuri. Anakupatia milele daima. Kwa hivyo ukizaliwa mara ya pili, haiwezekani ya kwamba tena Mungu akaondoa roho. Mungu akiondoa roho inamaanisha basi kile ambacho ulikuwa nacho kabla ya kupata roho kirejee pale. Kwa hivyo mpaka mzizi wa dhambi wacha urejee. Si ametoa roho. Na huyu roho ndiye alichoma mzizi wa dhambi. Sasa kwa vile ametoa roho, acha mpaka mzizi wa dhambi uweze kurejea kwenye nafsi. Kweli Mungu anaweza kufanya kazi kama hiyo? Ni mawazo tu, haiwezekani. Kwa hivyo ningetaka tusome hapa Mathayo 11 mstari wa 28. Ningetaka tusome hapo pia. Tunaongea juu ya pumziko hili la ndani kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hii ndiyo sabato ya kweli. Nimesema ni Mathayo 11. Tusome kutoka mstari wa 28. Nasema hivi, ni Yesu Kristo anatoa mwaliko. Anasema hivi 28 Mathayo 11 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na bila shaka wakati anaongea juu ya mizigo, unajua si mtu ambaye amebeba gunia la viazi. Sio jambo kama hilo. Hapa tunaongea juu ya mambo ya kiroho. Ni mtu ambaye amelaliwa na mzigo wa dhambi. Ni mtu ambaye amelemewa na ule utu wa kale. Unaona? Ni kama vile Buddy Robinson alikuwa na mzigo wa hasira. Buddy Robinson alikuwa ni ndugu zamani za Philadelphia, wakati wa Philadelphia, na alikuwa na hasira sana. Kuna wakati unajua punda wakati mwingine anaweza kukukaidi. Akijaribu kumchapa na punda huyu anamkaidi, alikuwa anashika, unajua sikio la punda ni refu, anashika hivi kama sukuma wiki, anaanza kutafuna masikio ya punda kwa sababu ya hasira.
Wewe fikiria hasira ina hiyo. Kwa hivyo inamaanisha hata ya binadamu angeweza kutafuna. Unaona? Lakini siku moja akachoka na hayo maisha. Akasema hapana, niko na shida. Niko na shida. Kwa nini? Alitambua ya kwamba amelaliwa na mzigo. Na ule mzigo ni mzigo wa dhambi, ni ule utu wa kale, ni ule mzizi wa dhambi, na anahitaji Mwenyezi Mungu amuondolee. Kutambua hivyo ni muhimu sana. Hata kabla ya kupokea ahadi, kutambua kwenyewe ni kwa muhimu sana. Maana unajua mtu akiwa na shida na anajua ana shida, atatafuta msaada. Yule mtu mbaya ni mtu ambaye yuko na shida na yeye anadai ya kwamba yuko sawa. Hawezi kusaidika. Na Buddy Robinson tunajua habari zake katika ujumbe. Akatoka na akapiga magoti kwa shamba. Akasema nitaondoka hapa ile siku nitapata Roho Mtakatifu. Nimechoka na haya maisha. Nimechoka na hii hasira. Na nisipopata Roho Mtakatifu nitasalia hapa nife nikiwa katika hii hali imepiga magoti. Angawa wakati Bwana atakuja mara ya pili, itasemekana kuna mtu alikufa hapa akitafuta Roho Mtakatifu ili aweze kuondolewa utu wa kale. Na Mungu anajua wakati umefika mwisho. Na wakati Buddy Robinson alifika hali hiyo, kwa kweli Mungu alimjaza kwa Roho Mtakatifu. Na kutoka hapo akawa mhubiri, alikuwa mhubiri, mtumishi wa dhamani sana katika kizazi hicho cha Philadelphia. Aliondolewa ule mzigo ambao ulikuwa umemlemea. Kwa hiyo wakati unaongea juu ya mzigo, sio mzigo wa kawaida kama vile unaweza kubeba box. Tunaongea juu ya nini hapa? Mzigo wa dhambi ambao unaleta asili ya ulimwengu katika maisha ya muaminio. Sijui kama unajua kutokusamehe ni mzigo. Mtu ambaye hawezi kuomba msamaha akikosea, huo ni mzigo. Ukiwa na wivu, huo ni mzigo. Tunahitaji tuweze kupumzishwa kutokana na mambo hayo. Ndio sababu Yesu anatoa mwaliko hapa akisema njooni nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakuna mwingine anaweza kutupumzisha isipokuwa Yesu Kristo. Kwa sababu ni yeye anakuja na sabato ya kweli, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na analeta katika nafsi zetu tuweze kuondolewa utu wa kale. Na Yesu alisema ya kwamba nira yangu ni nyepesi. Hawezi kukuondolea mzigo na alete mzigo mkubwa zaidi kuliko ule ulikuwa nao hapo awali. Anasema nira yangu ni nyepesi. Alafu anasema hivi, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Unaona? Ni kusema ukipata hii raha utakuwa kama vile Yesu alivyo. Unaona ule upole wa Yesu Kristo na kunyenyekea kwake? Huwezi kuwa nao kwa sababu ya kuiga. Hata kama labda tungekuwa na sinema za Yesu halisi na tuone vile alikuwa anatembea na vile alikuwa anaongea na vile alikuwa anasalimia watu na utulivu aliokuwa nao, na hujaribu kufanya hivyo, haitafanya kazi. Kwa sababu hiyo ni kuiga. Yeye alikuwa anafanya hivyo kwa sababu ya utu ulio ndani. Nami nikimuiga namna hiyo, si jambo lililo ndani, ni kuiga ninaiga. Sasa ili niweze kutembea alivyotembea, namna alivyoongea, vile alivyokuwa mpole, vile alivyokuwa mvumilivu, sharti nipate kitu ambacho alikuwa nacho. Ndio sababu analeta Roho, kwa sababu Roho ni Kristo ndani yako. Ndio sababu huwa tunasema Pentecost ni nini? Na Pentecost inakuja baada ya Calvary. Calvary haingekuja baada ya Pentecost. Haiwezekani hata kidogo. Kwa sababu Calvary inaachilia uhai wa ile sadaka. Sadaka ilipelekwa pale msalabani. Sadaka ni Bwana Yesu Kristo. Na nabii anasema wakati alikufa pale na damu, ile seli ya damu ikavunjika. Damu yake ikamwagika. Nabii anasema wakati blood cell, seli ya damu ilivunjika, iliachilia uhai. Kwa sababu Biblia inasema uhai uko katika damu. Ni uhai gani ulikuwa katika damu ya mwana kondoo? Ni uhai wa Mungu. Uhai wa Mungu unaitwa Roho Mtakatifu. Baada ya majuma 7 ule uhai ukafanya cycle. Kafanya mzunguko, ukarudi kwa wanafunzi ambao waliamini ile sadaka. Na siku ya Pentecost wakajazwa na Roho. Roho huyu ambaye anawajaza ni ule uhai ambao uliachiliwa na blood cell, na ile seli ya damu. Na kwa sababu ile ni damu ya mwana kondoo, ni kumaanisha uhai huu ukiingia ndani yao wataanza kujiendesha kama mwana kondoo. Upole wa mwana kondoo bila kubuni chochote. Kwa sababu ni ule uhai unaishi hayo mambo ndani yao.
wataanza kuongea kama yule mwanakondoo, wataanza kujiendesha kama mwanakondoo, watakuwa wapole kama mwanakondoo, watasamehe kama mwanakondoo, watafanya mambo yote kama mwanakondoo, sio kwa sababu ya juhudi zao, lakini kwa sababu ya uzima wa mwanakondoo umeingia ndani yao. Na anamalizia kusema hivi, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anasema kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Anakuondolea mzigo ili uweze kupata pumziko na uweze kutembea kama mwanakondoo. Na nataka uone mstari wa 29 unasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu na moyo, nanyi mtapata raha nafsini. Haikusema mwilini. Hata Kiingereza kimesema vizuri sana, in your souls. Nafsini mwenu. Kwa sababu hili pumziko, ubatizo wa Roho Mtakatifu, haliji juu ya mwili ama juu ya roho ya mwanadamu. Lakini pumziko hili linakuja ndani ya nafsi. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unaingia kwenye nafsi. Unaingia ndani ya nafsi. Nafsi kwanza inaondolewa uzito wote, mzigo wa dhambi, mzizi wa dhambi unaondolewa. Na uzima huo unafanya mwili wa nje, japo mwili haujageuzwa, lakini mwili wa nje unafanywa kutii uzima ule. Tulisema hapa majuma kadha yaliyopita ya kwamba wakati mwili wako unaanza kutii neno, ni arabuni ya kuonesha ya kwamba utanyakuliwa. It is the earnest of the rapture. Wakati mwili wako unaanza kutii neno, ni arabuni ya kuonesha ya kwamba utanyakuliwa. Kwa sababu mwili umeanza kutii, na siku moja utatii sana mpaka utageuzwa. Na ukigeuzwa, basi utakuwa mwepesi, unaweza kwenda ng'ambo ile nyingine. Sasa unaona sabato hii inakuja kwa nafsi. Kwa sababu ubatizo wa Roho Mtakatifu hauji juu ya mwili na hauji juu ya roho ya binadamu, ubatizo wa Roho Mtakatifu unakuja ndani ya nafsi. Kutoka hapo nafsi yako inajaa amani, inajaa utulivu, unaona? Inajaa upole na yale mambo mengine yote ya mwanakondoo, kwa sababu ni yeye anakupatia uzima wake uweze kujitwalia mambo hayo. Ni kupita mwili, kupita roho ya binadamu. Na wakati Kristo anaingia hapo, mahali ambapo ulikuwa unapambana na dhambi, na mahali ambapo utu wa kale ulikuwa unaishi na kujieleza kwa mambo mengi, matunda ambao ni tuseme ni machungu, tuseme hivyo, bitter fruit. Unaona? Wakati nabii alichora picha pale kwenye ubao, kasema huu ni moyo uliojaa Roho Mtakatifu, na huyu naye hajazaliwa mara ya pili. Anasema hapa kuna njiwa yuko ndani, Roho Mtakatifu analeta mazao haya. Nasema hapa napo kuna mzizi wa dhambi, huyu hajazaliwa mara ya pili, analeta matunda ya mauti. Wivu na chuki na fitina na ugomvi na majivuno yanazaliwa na ule mzizi wa dhambi. Nabii anasema hivyo. Naona? Sasa na hayo maisha, wakati mtu anaishi katika utu wa kwanza, hayo ndiyo maisha yanajieleza. Lakini wakati ambapo Mungu anachoma mambo haya na kuyaondoa na kuleta uzima wake, yule njiwa anaingia pale ndani, basi tokea hapo na kuendelea ni utu wa mwanakondoo unaonekana. Na ule upole wake, na unajaa amani, na huna wasiwasi. Na nabii anasema hata wakati unabatiza mtu anatakiwa kuwa amekufa kiroho, amefisha ule utu wa kwanza, lakini tunabatiza watu wengi sana walio hai. Tunabatiza watu wengi sana walio hai. Ndio sababu mtu anabatizwa na anatokea na ile hasira yake, na amebatizwa na yale mambo yote mengine alikuwa nayo. Anasema ukiweka maiti hapa, napiga uanza kuchapa hiyo maiti, haiwezi kurespond. Haiwezi kupigana kwa sababu ni mfu yule. Na tunatakiwa kuwa hivyo, ya kwamba utu wa kale umekufa. Mtu akikutukana si hoja, huna haja ya kumjibu. Lakini kama uko hai, kama utu wa kale uko hai, utajibu. Sema I must get even. Lazima tutoshane, kwa sababu uko hai, utu wa kale haujafa. Ukisikia mtu alikusengenya, unasema hata mimi kuna yake mambo ninajua, na nimekuwa nikiashikilia kwa muda mrefu, acha na mimi niseme. Unaachilia kwa mtandao, kwa sababu utu wa kale uko hai, haujafa. Ndio sababu unaona ni wakati wa kisasi.
Nabii anasema wakati Mungu anaingia ndani ya nafsi yako na anakutawala kutoka ndani, kuna mambo anakukataza kufanya. Mahali ungeona mtu amekufanyia vibaya useme hata na mimi nitamfanyia jambo, Roho anakuambia hapana, hiyo ni haki ya Mwenyezi Mungu, sio yako. Mungu anasema kisasi ni changu, vengeance is mine. Kwa nini unataka kunipokonya haki yangu? Kisasi ni changu mimi Mwenyezi Mungu, sio chako. Sasa wewe huwezi kudai kisasi ama unataka kulipiza kisasi kwa sababu mtu alikufanyia jambo, kwa sababu Mungu anasema kisasi ni chake. Unaona? Huyu ni mtu ambaye sasa amefanywa kufa, ule utu wa kale umefanywa kufa ili Kristo aweze kuishi. Na wakati anakuambia huwezi kuchukua kisasi ama kulipiza kisasi, inamaanisha kwamba sasa si wewe unaishi, ni Kristo anaishi, maana ni yeye anakuambia hayo akiwa ndani yako. Hebu tusome kwa haraka hapa tumalize. Nyakati 7 za kanisa hapo chini tena, mahali tulisoma ningetaka tuendelee kidogo hapo chini katika ono la Patmo ili tuweze kumaliza. Nabii anasema now exactly what is that rest that Jesus will give. Anasema ni pumziko gani hili ambalo Bwana Yesu Kristo atatupatia. Kuna maandiko yako pale na singetaka kuyasoma. Isaia 28 mstari wa 8 mpaka 12, vile Isaia alitabiri kusema vile Roho Mtakatifu akijaza watu watanena kwa lugha na mambo kama hayo miaka 700 kabla ya Yesu Kristo ama kabla ya siku ya Pentecost. Ningetaka kwenda pale chini mahali inasema here it is prophesied right here in Isaiah. Anasema hilo pumziko ambalo Bwana Yesu aliahidi lilikuwa limetabiriwa kule awali na nabii Isaya. Na anasema ya kwamba it came to pass about 700 years later at Pentecost, na ikatukia miaka 700 kule siku ya Pentecost. Jambo hilo likatukia miaka 700 baadaye kule Pentecost, when they were all filled with the Holy Ghost exactly as it was said they would be. Hilo tukio la Sabato lilifanyika miaka 700 baada ya Isaya kusema mambo haya, wakati walijazwa kwa Roho Mtakatifu vile alikuwa amesema ingekuwa. Na anasema this is the true Sabbath that was promised. Hii ndio Sabato ya kweli iliyoahidiwa. Thus, kwa hiyo, when they were filled with the Holy Ghost, they ceased from their worldly works, their worldly doings, their evil ways. Wakati walijazwa kwa Roho Mtakatifu, waliachana na kazi zao za kilimwengu, mambo yao ya kilimwengu na njia zao ovu wakaachana nazo. The Holy Ghost took charge of their lives. Roho Mtakatifu akachukua mamlaka juu ya maisha yao. They entered into rest, wakaingia katika pumziko. There is your rest, hilo ndilo pumziko lako hapo. That is your Sabbath, hiyo ndiyo Sabato yako. It is not a day, Sabato sio siku fulani katika juma, nor a year, na si mwaka kama vile kulikuwa na mwaka wa Sabato. Baada ya miaka 6 katika Agano la Kale kulikuwa na mwaka Sabato. Saa hii hatuna jambo kama hilo. That is your Sabbath, it is not a day nor a year, na si mwaka fulani, but the eternity of being filled and blessed in the Holy Spirit. Lakini anasema Sabato ni umilele wa kujazwa na kubarikiwa katika Roho Mtakatifu. Na anasema it is you ceasing and God doing. Ni wewe unakoma kufanya. Ule utu wa kale sasa hauishi tena na shida zake na uovu wake. Sasa ule utu umeondolewa, ni Kristo anaanza, ni Mungu anaanza kutenda. It is God in you willing. Willing hapa ni kuwaza. You get the point? Unajua maneno huwa yana maana tofauti tofauti. Lakini hii inasema hapa willing ni nia. Ni nia, kwa hivyo ni kuwaza. It is God in you willing and doing of his good pleasure. Ni kusema wakati umejazwa kwa Roho Mtakatifu, Mungu yuko ndani na anawaza akiwa ndani yako. Ni yeye anawaza akiwa ndani yako. Kwa hiyo si mawazo yako anafanya kazi, ni yeye anawaza na akiwaza anatenda. Na hiyo inakuonesha hata kuumba msongareli wewe huwezi kuumba. Ni yeye anawaza akiwa ndani yako na kisha anatamka. Hiyo ndio Sabato ya kwamba wewe unakoma kufanya ili Kristo afanye nini? Aanze kufanya. Aanze kutenda, wewe unakoma kutenda, Kristo anaanza kutenda. Tunahitaji Sabato ili tukome kupambana na dhambi katika maisha yetu. Usione kama lilikuwa jambo rahisi wakati Buddy Robinson amefika mwisho kwa sababu ya hasira.
mpaka hana huruma, anatafuna punda masikio kwa sababu ya hasira. Punda akikosa kuwa cooperative, kushirikiana na Buddy Robinson, anamtafuna masikio. Akasema huu mzigo sasa umefika mwisho, umezidi. Ningetaka Mungu aweze kuniondolea jambo hili. Na alijua tu namna ya kuondolewa jambo hilo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. The baptism of the Holy Spirit katika nafsi yake, na baadaye Mungu atakamtendea jambo hilo. Na Buddy Robinson alikuwa ni mtumishi wa ajabu wa Mwenyezi Mungu. Na kama huyu Roho Mtakatifu ameingia ndani yake, kuna mara nyingi sana tunataabika hata akiwa ndani. Many times tunataabika hata akiwa ndani. Kwa sababu nabii anasema Ukristo wote umejengwa juu ya msingi wa kupumzika. Anasema Christianity is based on rest. Lakini mara nyingi sana tunataka kufanya kazi. Ikiwa kuna kitu umekuwa ukiomba Mungu, tuseme una Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna kitu umekuwa ukiomba Mungu, unatakiwa baada ya kulikabidhi kwa Mwenyezi Mungu uweze kupumzika, uache Mungu atende. Lakini mara nyingi tunasumbua Mungu sana kana kwamba hasikii. Kana kwamba hasikii. Sometimes we have this notion like Mungu hasikii. So tunamwambia mwaka huu, mwaka ujao, na Mungu anasikia. Badala uketi chini upumzike, unasema Baba nimekukabidhi hili, najua unalitendea kazi. Mungu anasikia. Unaona, hakuna haja nipambane mimi mwenyewe nikiwa na msaidizi. Kazi yangu ni kujisalimisha naye aweze kutenda hayo mengine. Lakini hata na Roho Mtakatifu sisi huwa tunataabika sana. Tunataabika sana. Unaona huyu ndugu ama dada amesumbuka. Labda ni kazi anatafuta, inabidi hata ingie kazi ambayo haifai kwa sababu ya vile anataabika na kusumbuka kwa sababu ya kazi. Kwa sababu gani? Hajui kujisalimisha kwa Bwana. Na amezaliwa mara ya pili. Naona. Na unajua saa ile unaonesha ya kwamba wewe ndivyo unaweza kufanya kazi, basi Mungu anakaa nyuma kwanza. Ili uweze kuaibika. Ama hudhani Mungu anaweza kufanya hivyo? Ati kwa sababu uko na roho? Anaweza. Wakati nabii aliambiwa nenda kwa ile nyumba ukaombee mtoto mlemavu pale atatembea, lakini kuna mambo alioneshwa lazima yawe yamepangika ili jambo hilo liweze kutimia. Lakini kwa sababu alikuwa kijana na ni moto, anaingia pale. Anaanza kuombea mtoto kabla ile setting, ule mpangilio kuwepo. Na hasa kuombea mtoto na hakuna kitu kilifanyika. Aliaibika sana mpaka akaanza kusikia joto kwenye masikio. Ataambia hawa tu namna gani na wamejaa kwa nyumba hapa. Lakini ni yeye alikimbia kabla ya Roho Mtakatifu. Unafaa ukae nyuma ya Roho Mtakatifu aweze kukuongoza. Ni mara nyingi sana hata akiwa ndani tunajaribu kumuongoza. Wala huwezi kumuongoza, siwezi kumuongoza, yabidi tujisalimishe kwake. Hiyo ndio sababu maana ya Sabato. Kwa sababu nabii anasema hivi nabii, wewe unakoma kutenda na Kristo anaanza kutenda. Kristo anaanza kutenda akiwa ndani yako. Ameingia ndani yako, anawaza mawazo yake akiwa ndani na yeye mwenyewe anatenda. Na ni lazima tujue namna ya kujisalimisha mbele zake ili aweze kutenda kazi zake. Mara nyingine huwa tunaona kama tunaweza kusaidia Mungu. Kwa sababu tunaona tumeombea jambo fulani na tunaona limekawia, sasa tunaona ni kama kuna kitu tunaweza kufanya kuharakisha kutimia kwa jambo hilo. Hakuna. You cannot hasten. Hakuna kitu unaweza kufanya na huwezi na siwezi kumsaidia Mungu. Tujue tuko ndani ya Sabato, kazi yetu ni kupumzika, tuache Mungu afanye kazi yake. Na anajua kile kinafaa. Hata wale mnataka kuoa na kuolewa. Ndio sababu Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Kwanza uingie katika Roho Mtakatifu upate Sabato. Ukipata Sabato uombee jambo hili, mkabidhi Bwana na kisha ustarehe. Usianze tena kusaidia Mungu. Kwa sababu ni mara nyingi sana tunajaribu kusaidia Mungu kwa kutoa mapendekezo. Mungu unajua nimefika hii hatua, lakini Mungu si unajua ninawaza juu ya fulani. Sasa hapo si Mungu anafanya kazi. Biblia inasema hakuna mtu anaweza kuwa mshauri wa Mungu. Nobody can be his counselor. Na sasa hapo unajaribu kumpatia ushauri. Na ni mara nyingi tumekuwahi kuwa na hiyo hatia ya kumpatia ushauri. Tunahitaji kupumzika, na kwa sababu ni Mungu anatenda kazi, tumwachilie atende kazi. Ikiwa umelikabidhi kwake, basi subiri Mungu afanye kazi yake. Na Mungu huwa harakishwi.
na anafanya kazi wakati unaofaa, na anajua majira kwa ajili ya kila kitu. Wakati mwingine unaweza kuona kama umechelewa. Nani amekwambia? Wewe unaona kibinadamu kama umechelewa, lakini ni wewe unaona, sio Mungu. Mungu ana majira yake kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kazi yetu ni kwanza tupokee hii Sabato, tujisalimishe kwake. Tukijisalimisha kwake, yeye ndiye mtendakazi. Na Biblia inasema kwa kila shauri kuna majira yake hapa duniani. To every purpose under the sun there's a time and a season. Sasa na Mungu hataki kufanya mambo nje ya majira yake. Anataka kufanya mambo ndani ya majira yake. Kazi yako, kazi yangu ndugu, ni kujisalimisha. Ndio sababu anasema Ukristo umejengwa juu ya kupumzika. Christianity is based on rest, Sabbath. Unajisalimisha, Mungu anatenda. Na kujisalimisha Mungu atende, si kusema wewe ni mvivu. Wewe si mvivu kwa sababu unaomba. Lakini ukiomba na kukabidhi Mungu mambo yako, basi unangoja, unasubiri, unakuwa na subira, ukijua ya kwamba anafanyia kazi maombi yako. He is working on your prayers. Na yeye anajua ni majira gani atatimiza jambo hilo. Tunahitaji kukomaa. Najua watoto ndio wako impatient. Watoto wanataka njia zao. Watoto hawana subira. Akiambiwa leta hiki kisu kitaweza kukuumiza, analeta fujo kubwa sana mpaka nyumba inakosa amani kwa sababu ni mtoto. Lakini mtu mzima ni mtu ambaye anatulia. Na hapa tunaongea juu ya mtu mzima kiroho. Sio mambo tu ya kimwili, hasa ni mambo ya kiroho. Ningetaka tuweze kuomba, tufike hapo. Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, tunatoa shukrani zetu na tunaona mpango wako wa ukombozi, vile ambavyo Bwana ulileta kivuli katika Agano la Kale na ukaja katika Agano Jipya uweze kutekeleza jambo hilo katika uhalisi. Nasi ni warithi wa mambo hayo. Tusaidie kila mmoja wetu na tujitwalie Sabato ya kweli Bwana, ambayo ni uhai wa mwanakondoo. Ni Roho Mtakatifu akiingia kwenye nafsi zetu, aweze kutuondolea mzigo wa dhambi, aweze kuondoa utu wa kale na ule mzizi, shina la dhambi, ili tuweze kupata pumziko ndani ya nafsi zetu. Tusaidie Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo tunajua kwamba hatuishi tena, ni Kristo anaishi, anawaza akiwa ndani yetu, na kisha anaishi kile ambacho anawaza. Basi na utusaidie kila mmoja aweze kufika hatua hiyo, aweze kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Tungetaka haya maisha wakati unayaishi Bwana isiwe ni juhudi za mwanadamu, lakini iwe ni Mungu akijieleza kupitia maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu, msaidie kila mmoja wetu, mtembelee, mkirimie Bwana baraka hii kubwa sana ambayo kila mteule anahitaji. Mahitaji yetu ya kiroho unayajua, shughulikia kila mmoja wetu. Mahitaji ya mwilini unayajua, shughulikia kila mmoja wetu. Tunaenzi jina lako, tunakusifu Bwana, tunasema unastahili. Tunaomba kwa jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.